Shukran Mike Kagwongo kutoka eneo la Mbeere kaskazini. Ukizama nami naibuka huku Kasipul, na kile ambacho naweza kueleza ni kwamba tuko katika kipindi cha lala salama katika eneo bunge hili la Kasipul, ambapo shughuli tu za kuhesabu kura zimefanyika katika kituo hiki cha Gorosare. Na tukiangalia kule nyuma, tulikuwa na shughuli moja au mbili tatu za maajenti wa IEBC, maajenti wa nia ubunge katika eneo hili pamoja na maafisa wa IEBC wakihesabu kura hizo na kutathmini nani amepata hili, nani amepata lile. Naweza kueleza tu kwamba kituo hiki kinahusishwa sana na mgombea wa ODM ambaye ni Boyd Were, na katika hesabu ambazo tumeona hapa mara kwa mara tumeona kama kuna hesabu kwamba kuna pale ambapo amepata kura 126 I should say, na pengine amepata Boyd Aroko akapata zingine 77. So ni baadhi tu ya mambo ambayo tunaona kwamba katika kituo hiki takwimu ambazo zinaendelea kuja ni kwamba Boyd Were amempiku mpinzani wake ambaye ni Aroko katika kituo hiki haswa. Lakini kuna vituo vingine ambavyo tunaenda kuangalia tukitoka hapa, haswa kile kituo cha ambapo Philip Aroko alipigia kura zake. Tutaangalia na kuweza kukujuza zaidi. Na tukiondoka hapa tu tutakimbia katika kituo kikuu pale Gorosare, shule ya upili ya Gorosare, ili tukujuze zaidi kile kitakachoendelea hapa. Lakini kwamba hapo awali kulikuwa na vurugu zaidi katika shughuli hii ya upigaji kura katika eneo bunge hili la Kasipul, na tuliona kwamba mapolisi waliweza kuchukua hatua. Na katika hatua hiyo tuliona magari kadhaa ya aina ya Probox yakizuiliwa, na kuna wale ambao walikuwa wanatumia wakitiwa mbaroni kwa sasa ili kujibu kwa yale pengine mashtaka ya kutumia vurugu katika uchaguzi huu. Lakini ambapo siku ilikuwa inazidi kuenda, tuliona kwamba kulikuwa na utulivu zaidi na shughuli ya kuhesabu kura imekuwa shwari, bila mambo mengi, bila tashwishi, na tumemaliza vyema na tunataka kuondoka hapa kuelekea katika shule ya Gorosare ili kujuza zaidi. Tutakuja kwako mwendo wa saa 1 hivi tukujuza zaidi kile kitakachoendelea. Na hapo awali tulizungumza naye yule returning officer ambaye alikuwa pale akitueleza kwamba shughuli hii huenda ikakamilika mwendo wa saa 5 au saa 6, lakini kulingana na zile takwimu ambazo ziko hapa, shughuli hii huenda ikakamilika mapema kwa sababu nambari hazikuwa mingi vile. Na nikirejesha studio.